Kilimo cha mazao ya kudumu. Huu ni mparachichi na una umri wa miaka 74. Mparachichi huu umepandwa na mzee wa huyu hapa mkulima ambaye ni mrithi, ambaye alipanda mwaka 1952. Kwa umri ni miaka 74. Lakini mche huu baada ya miaka 8, ina maana toka mwaka 1960, maana yake ulikuwa unazalisha matunda, na matunda yake ni 3600 kwa msimu. Je, ni utajiri kiasi gani ambao umejificha ndani ya kilimo hiki cha mazao ya kudumu? Je, ulishawahi kufikiria kwamba kuna utajiri mkubwa kiasi gani? Hapa tumeongelea mti mmoja. Je, kungekuwa na miti 100, kungekuwa na miti 200, lakini kinachohitajika ni nini? Kinachohitajika ni ardhi, ambayo ardhi ipo. Ardhi kwa upande wetu Tanzania, hasa nchi yetu ya Tanzania, ina maana si changamoto kubwa. Issue ukienda kijijini, kwa mfano kama hapa, maeneo yapo ya kutosha. Lakini unapolima kilimo kama hiki, pia chini yake unaweza ukaendelea na kilimo cha mazao mengine. Kwa hiyo huu ni utajiri ambao umejificha kwenye kilimo cha mazao ya kudumu. Je, umeshawahi kufikiria chochote kuhusiana na kilimo cha mazao ya kudumu? Lakini ni kipi hasa ambacho kinahitajika hapa? Kinachohitajika ni ardhi, kinahitajika mche. Unaendelea kuingiza pesa huku umelala ukiwa na mti kama huu. Je, ukiwa na miti kama hii 100, ukiwa na miti kama hii 200, utakuwa umetengeneza utajiri kiasi gani? Utakuwa umeacha urithi kiasi gani? Ni miaka 74 toka upande huu mti. Ni utajiri kiasi gani ambao umetengenezwa kwa hiyo miaka? Kwa hiyo hiki ndio kilimo cha mazao ya kudumu ambacho tunakiongelea. Kwa maelezo zaidi, kwa maneno mengi, kwa vitu vingi, hatuwezi tukaongelea hapa. Kwa hiyo tunaongelea umuhimu wa kilimo cha mazao ya kudumu na utajiri ambao umejificha, na kuna siri kubwa kwenye kilimo cha mazao ya kudumu. Hii ni zaidi ya madini. Hii ni zaidi ya kitu chochote. Maana yake madini, mpaka uingie kwenye shimo uchimbe upate dini, sio mchezo. Lakini huu ni mti ambao unaupanda, pengine unakuja na gambut tu hapo umevaa, ukiupanda unaendelea kukuletea matokeo na unadumu kwa kiasi hiki. Nashukuru kwa kunisikiliza.